Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninapenda kuwakaribisha wakati mwingine tuende kujifunza neno la Mungu. Kabla sijaendelea, naomba kumshukuru Mungu aliyetupa nafasi na uwezo wa kufika mahali hapa. Ninakutukuza Mungu katika Kristo Yesu. Nasema asante kwa ajili ya zawadi ya siku hii nzuri ya leo ambayo umetupa. Afya zetu, hali ya hewa nzuri na nuru ya ajabu inayotuangazia hata sasa. Mungu, imekupendeza wanao kumetukusanya kutoka katika kila pande mahali hapa. Bwana, umetuleta, tumeuona uwepo wako. Umeanza nasi Mfalme Mungu, na kusihi ukaendelee pamoja nasi, na kusihi ukatumie kinywa hichi na ulimi huu kunena nasi, ili yote yakawe kwa utukufu wa jina lako Yesu. Amen. Hallelujah. Basi nitaomba tujifunze neno la Mungu yenye ujumbe unaosema tumaini pekee ni Mungu. Hakuna tumaini lingine nje ya Mungu. Kwa hiyo tutaangalia juu ya tumaini. Na nataka tuone kuwa kwenye maisha tunakuwa na mambo mengi, lakini mara nyingi tumekuwa tukitumainia vitu ambavyo vinakuwa havina uwezo wa kutusaidia au kutufikisha sehemu ambayo tunakusudia kufika. Lakini tukiongelea habari ya tumaini pekee ni Mungu, ni Mungu peke yake unaweza kumtumainia katika kila kitu. Iko pesa ambayo inaweza kufanya baadhi ya mambo fulani, lakini upande fulani isifike. Na wakati huo ukaambiwa pesa ni kila kitu, lakini sio kweli kuwa pesa ni kila kitu. Wako watu ambao kwa kawaida unaweza kusema tumaini langu ni mwanangu, baba au mama, lakini sio kweli kuwa mama, baba, mtoto atakuwepo wakati wote popote na katika kila hali. Kwa hiyo bado sio tumaini. Wengine wanatumaini nguvu ya, kama watu wa duniani wanatumia nguvu ya labda silaha. Anategemea silaha kwa sababu ana silaha kubwa, basi anajiita taifa kubwa. Kwa hiyo tumaini lake linakuwa kwenye ile silaha aliyokuwa nayo. Lakini sio kweli kuwa silaha ile aliyokuwa nayo ndio kila kitu. Bado atabaki kuwa Mungu ndio kila kitu katika kila kitu. Lakini katika tumaini kuna matumaini mengine. Unamkuta mtu anatumaini, lakini tumaini lake hawezi kukuelewa. Kama ukimwambia tumaini lake anatakiwa kulielekeza kwa Yesu, hawezi kukuelewa, lakini atatumaini sana kuwa na hilizi au maji ya upako au biskuti au chumvi ya upako. Ni kwa sababu anaiona au amekuwa nayo. Lakini sio kweli kuwa tumaini hilo linaweza kuwa sahihi. Lakini
tumaini pekee kwenye maisha yako katika kila kitu ni Mungu anayeishi kupitia jina moja tu, nalo ni la Yesu. Haleluya. Na mara nyingi nimekuwa nikisema Mungu anayeishi kupitia jina la Yesu peke yake, kwa sababu ni jina pekee ambalo tumelipewa linalotuletea ukombozi. Hakuna jina jingine lolote, hakuna mtume yoyote awe ameanza au wa mwisho, hakuna nabii yeyote awe ameanza au wa mwisho. Jina pekee la Yesu ndilo jina la ukombozi wa maisha ya mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Ni jina moja tu la Yesu, na hili ndilo wewe na mimi tunahitaji sana kumwekea tumaini. Yaani jina pekee ni Yesu la kulitumainia katika maisha yako na kila ulichokuwa nacho. Haleluya. Sasa unajua kuna mwanadamu kama mwanadamu, kuna wakati wa kuzubaishwa akili. Kuna wakati wa kuzubaishwa akili. Na hapa ndipo ninapotaka nikwambie, unahitaji sana kumjua Mungu kuliko kitu kingine. Kwa sababu shetani anakuangalia sana wewe kuliko kitu kingine. Maisha yako, kazi yako, watoto wako, shetani jicho lake lipo pale. Anaangalia una nini, msimamo wako wewe ni nini, tumaini lako wewe ni nini katika maisha yako. Na hasa maisha yako kwenye mwili ndiyo yanayowindwa ili aharibikiwe yule wa ndani, kwa sababu hapatikani yule wa ndani kama hajakamatika kutoka kwenye mfumo wa nje, ambao mara nyingi nakuwa nasema adui yako wewe sio mimi, adui yako wewe ni wewe. Haleluya. Yani adui yako wewe ni wewe. Napendaga sana kufanya mifano iliyo hai. Adui yako wewe ni wewe. Unajiona kwa sasa ni kijana, una nguvu, lakini kwa sababu una nguvu unasema ninaishi kama ninavyotaka, ninavyoweza, kwa sababu nina uwezo wa kuishi vyovyote ninavyotaka kuishi. Lakini ni kweli unaweza na unaweza ukaishi vyovyote unavyotaka kuishi, lakini kwenye maisha yako, mfumo wa maisha yako ni zawadi ya kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kuishi kwako ni lazima uishi katika mfumo wa kimungu. Haleluya. Adam alipokuwa ameumbwa alikuwa kwenye mfumo wa kimungu akiwa uchi bustanini, na haikuwa shida kwake. Adam akaletewa Hawa naye akiwa uchi na mkewe bustanini, haikuwa shida. Lakini walipokuja kujua mema na mabaya, waliona wako uchi, wakakimbia mbele za uso wa Mungu. Haleluya. Hesabu nyingine ilianza hapa. Kwanza walimtumainia Mungu asilimia zote bila kupungua kitu chochote. Kwa hiyo hawakujisikia kama wako uchi. Hawakuona aibu kuwa wako uchi. Kwanza hawakujua kama wako uchi. Hawakujua. Waliishi kama Mungu alivyokuwa amewaweka, na wao walitegemea kuwa Mungu ndiye kila kitu. Lakini baada ya kutenda dhambi, dhambi ni uasi, walijiona wako uchi.
Na walipojiona wako uchi, walikimbia usoni kwa Mungu, wakafikiri wanaweza kujificha mbele za Mungu. Jamani, katika sehemu ambayo hatuwezi kujificha ni kwenye uso wa Mungu. Hatuwezi kuficha, hatuwezi kukimbia, wala hatuwezi kujificha. Na ndio maana anatuambia kuwa ni bora uwe moto au uwe baridi, yani uwe moja katika haya. Lakini ukiwa vuguvugu, hata wewe unaweza kunywa maji ya vuguvugu, maji utatapika. Basi kumbe kama unaweza kutapika maji ya vuguvugu, maandiko yenyewe yamesema ukiwa vuguvugu nitakutapika, yani Mungu atakutapika. Yani ukiwa hueleweki, hata mimi mwenyewe baba nikiwa sieleweki, unaweza kuwa rafiki. Nikiwa sieleweki huwezi kuwa rafiki yangu pia, na huwezi kuwa rafiki yangu kwa sababu hueleweki, sikuelewi. Sasa mimi nitakuwaje rafiki yako wakati sikuelewi? Unaweza kuwa rafiki yangu wakati mimi sikuelewi? Unielewi? Hatuelewani. Watu wawili hawawezi kwenda njia moja, isipokuwa ni lazima tupatane. Sasa kuna kitu ambacho ni muhimu sana, tunahitaji sana kukijua, kuwa balance ya maisha yako, yani ili maisha yako yawe sehemu fulani, ni lazima uwe high au uwe low, sio uwe katikati. Ni lazima uwe juu au uwe chini, uwe moto. Tena moto, ukiwa moto unakuwa moto, lakini ukiwa baridi unakuwa baridi barafu kabisa, yani ile barafu limeganda. Tukikweka kwenye maji tunapata maji baridi dakika sekunde. Sasa Mungu anamtaka mtu mwenye maamuzi yaliyo sahihi. Na kuna kitu ambacho ninahitaji sana, mara nyingi nakuwa naongelea sana kwenye maisha, kwa sababu maisha ndiyo tunayoyaishi. Haleluya. Yani maisha ya rohoni na mwilini tunayaishi. Mtu asiweze kukwambia tunaishi tu maisha ya mwilini alafu ya rohoni, hapana. Mtu asikwambie kama tunaishi tu maisha ya rohoni kwa sababu sisi walokole, basi kuna mambo mengine ya mwilini hayatufai. Ni kweli kuna mambo ya kuchambua ambayo hayatufai, na ndio maana tumeambiwa ya Kaisari mpe, ya Mungu mpe Mungu. Kuna vurugu hapa kwenye ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Wewe sio wa Kaisari, wewe ni wa Mungu. Maisha yako sio ya Kaisari, maisha yako ni ya Mungu. Mungu amekupa mfumo wa maisha uishi kama anavyotaka yeye. Kwenye kitabu cha Mwanzo kule amekwambia, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo wewe sio wa Kaisari, isipokuwa umepewa akili na maarifa ili uyaishi maisha ndani ya Kaisari, lakini umtukuze Mungu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sasa hatuwezi kukataa kuishi ya Kaisari, lakini nataka niseme hivi. Mungu wakati ameumba Adam hakugundua kama yuko uchi, na Hawa pia alipompa Hawa, wote wawili hawakujigundua kama wako uchi. Lakini baada ya kugundua kama wako uchi, wametenda Mungu dhambi. Mungu baada ya kuwa amejitengenezea vijiguo tu vya kujistiri, Mungu akawatengenezea vazi. Na ndio maana nimeongelea habari ya mavazi. Mavazi ni mfumo wa Mungu kwa mwanadamu kujistiri baada ya kuwa amekengeuka. Kwa hiyo kitendo cha Mungu kumstiri mwanadamu na mavazi, maana yake kuanzia pale alitamani, akataka mwanadamu ajistiri. Ujistiri. Sasa kama kwenye vazi, hapa tu nipo naongelea vitu kwenye maisha ya kawaida. Kama kwenye mavazi tumeambiwa tujistiri, manake huu mwili hautakiwi kuwa uchi, kuwa wazi, si ndio?
mwili unatakiwa ufichwe. Lakini pia huu ni mwili wa nje ambao unatakiwa uogeshwe, uvishwe mavazi mazuri. Kila mmoja hapa ana vazi ambalo analipenda mwenyewe kalivaa leo, au sivyo? Sivyo? Kuna mwingine kavaa kwa kulazimishwa tu, kavaa kwa kulazimishwa. Kila mmoja kavaa vazi ambalo amelipenda mwenyewe. Mimi sijalazimishwa, isipokuwa nimevaa ninalipenda mwenyewe. Nimeona leo niwe kama hivi. Sasa kila mmoja amevaa vazi ambalo mwenyewe ameliangalia kuanzia Jumamosi, sijui ile sijui Ijumaa kaliangalia akaona ili ngoja nilipige pasi kabisa ili Jumapili nilivae niende. Sasa maisha yako ukiona yako maandalizi kwa ajili ya mwili wa nje, ambao mwili wa nje huwezi kukaa siku 2 hujaoga. Hivi kuna mtu anaweza kukaa siku 2 hajaoga? Kesi kubwa. Lakini simuoni mmoja humu ndani. Humu mmoja simuoni humu ndani. Okay, kitu muhimu sana ni lazima uwe msafi. Yaani sio hiari. Sio unakwenda NICC alafu gagauka. Gagauka. Hebu nipeni Kiswahili. Gagauka. Hamna mgogo hata mmoja humu ndani. Hamna. Kugagauka yani unaona natoka kakijasho fulani. Asa kaka kijasho aka kama sijaoga siku 2 unaweza kuona kama ninatoka mafuta fulani. Kumbe ni ule ukaka ukaka yani ule uchafu ule unageuka unakuwa kama mafuta fulani. Sasa ukinipitia kwa mfano wakati fulani nikinyanyua mkono hivi hichi kikwapa unaweza kuzimia. Hallelujah. Nikinyanyua kikwapa hivi unaweza kutoka baruti ukasema yani unaweza kuzimia kama ukivumilia kidogo. Sasa hapa huu ni mwili wa kawaida ambao hautakiwi lakini pia hutaki mwenyewe pia kuwa mchafu, si ndivyo? Sasa Mungu ambaye sisi tunahitaji kumtumainia yeye katika kila kitu, anatuhitaji tuwe wasafi. Na ndio maana katika mavazi yeye aliwastili Adam na Hawa, yani aliwatengenezea vazi. Hallelujah. Na sisi tunahitaji vazi la kiroho, watu wa Mungu. Hallelujah. Yani wewe unahitaji, maandiko si yamesema wewe ni chumvi? Wewe si ni chumvi? Yani wewe ni sukari, wewe ni chumvi, wewe ni taa. Na sasa kama wewe ni taa, yani wewe ni nuru. Kama ni nuru, basi inatakiwa iwake. Hallelujah. Yani Mungu, juzi tumejifunza kuwa Mungu anafanya kitu au anaonekana kupitia wewe. Sasa wakati fulani tunamfanya Mungu asionekane kwa sababu wiki nzima, kijana amesema na mwingine anakaa wiki nzima hajaoga. Kweli kule ninakotoka kuna wakati fulani nilikuwa naweza kaa kule ninakotoka. Mimi nilikuwa mwezi kidogo. Mimi nilikuwa sijui kuoga manake. Mwezi tena unaongelea mwezi kidogo. Kule ninakotoka mimi. Sasa nalala mtungi, naamka mtungi, kuoga najua kuoga masaa ngapi hiyo. Mimi ninachojua nitafute bomu, nitafute mtungi, basi nikilala nishashiba. Nikiamka mtungi, nikilala mtungi, nikiamka mtungi, mwezi ushaisha huo bila kupigia maji. Nikija kuoga tena simama kwenye bafu kama hivi. Alafu nikichukua kindoo cha kwanza naitia ile, ishatoka hiyo. Mpaka mwezi mwingine. Kwa hiyo kule ninakotoka mimi huyo nishapitia ya kutokuoga. Lakini kama ninavyokuambia, nikifanya hivi kikipiga wewe ukiwa karibu hapa unaweza kuzimia. Sasa
Nataka nikwambie hivi, ni muhimu sana. Kama tunavyoweza kuona, siwezi kuwa mchafu. Mungu anatamani sana, huyu Mungu ambaye ndiye tumaini letu. Tumaini, ili umtumainie Mungu ni lazima uanze kwa namna ya kujiweka safi. Haleluya. Ni lazima uanze kujiweka kwa namna yoyote ya usafi. Usafi unaweza tu kuona kama naweza kuwa msafi mwilini, lakini tabia ni moja ya usafi. Tabia yako ni nini? Umeokoka, lakini wewe bado hauna tofauti kabisa na wale wanaovaa jioni wanakwenda zao kule hivi Manchester, bado ipo, sijaenda miaka mingi, wanaovaa wakaenda zao Manchester. Wapi huko? Buibui, Jambo. Okay, uko Nanasi, Jambo huko. Miaka mingi sana sijapita maeneo hayo. Sasa nikwambieni kitu. Tabia yako inalingana na nini na nani? Tabia yako ina mwelekeo gani? Kuelekea wapi? Kwa nini? Vijana tunaimba hapa, wakati mwingine tunasema sisi tunamchezea Yesu, wewe unacheza kwa nani, si ndio? Sasa kuna wengine ambao tupo ndani tupo kanisani, lakini tabia ni tofauti kabisa na za kanisa. Kanisa lina tabia yake, na huyu ndiye mwenye tumaini. Mwenye tumaini peke yake, jina la binti yangu, mwenye tumaini peke yake ndiye anayeweza kuitafuta tabia ya tumaini. Na huyu mwenye tabia ya tumaini peke yake ndiye asiyeweza kukasirika akiambiwa kama hebu jifunze kuvaa. Akasiriki huyu. Anapenda kujifunza, anapenda kuelewa, tena anatamani ukikosa kumwambia anaona hii mbona leo sijapata kitu, mbona hivi mimi siku hizi wiki iliyopita mbona naona kama hapana, toka wiki iliyopita naona uko sawa sawa tu hivi. Yani hajiamini kuwa yuko sawa sawa. Huyu mtu analipambania tumaini. Haleluya. Panapo tumaini ni lazima panakuwa na tabia za kunyenyomia kwenda kwenye tumaini. Sikiliza nikwambie kitu, watu wengine ambao waliwahi kutumainia kitu, alafu nilivyoona nikaona kweli. Hebu soma katika kitabu cha Hesabu sura ya 11 mstari wa 6. Mstari wa 6. Hesabu 11 mstari wa 6. Yep. Neno la Bwana linasema, lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii maana tu. Hallelujah. Umeona, umemsikia mtu hapo? Hawa wametolewa utumwani, wako jangwani. Kuna maana hapa, sio maana, kuna maana, chakula kilichoshuka. Yani Mungu kwenye ukame ambao unauona kuwa hapa haiwezekani, yeye anaweza kukuletea chakula. Haleluya. Pale unapoona pameshindikana, yeye anaweza kukuletea chakula. Lakini huyu bwana, unamsikia andiko amesemaje? Anasema hatuna kitu cha kutumaini. Yani Mungu aliyewapa ile mana, wao hawakumuona, ila waliiona ile mana tu. Haleluya. Ndio pale unaweza kukuta kwenye maisha yako ya kawaida ambayo unayaishi, unatamani uwe nacho tu,
ukikosa yani ulikuwa unapata 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, laki. Sasa zile zimepunguka, zikishuka, yani huyu Mungu huyu amna Mungu kabisa. Inawezekanaje mimi nikakosa pesa namna hii? Nisikilize nikwambie sasa. Mungu alivyo, anakupenda sana. Lakini kwenye upendo wa Mungu anapendaga wakati mwingine akuangalie. Kwani wewe mwenyewe si una mzebeni, si una watoto? Wakati mwingine unacho cha kumpa mtoto na ameomba, lakini unamwambia hebu tulia kwanza. Yani sio unapotaka tu pale pale upewe. Hebu tulia kwanza. Baba sikile pale nimekwambia tulia. Unamwangalia huyu mtoto anasubira au vipi? Hebu tulia, nimekwambia baadaye kidogo, sio sasa hivi. Wewe si nimekupa dakika 15? Ndio, lakini dakika 15 zishakuwa nyingi. Mimi nataka sasa hivi. Tulia. Mtoto kama mwingine anaanza kuona baba ana roho mbaya, anakimbilia kwa mama. Mama, nimemwambia baba kaninyima. Mama naye kwa sababu ni mama, baba kwa nini nenda huko kwa babako. Afu mtoto anashindwa kurudi kwa baba, anaona kwa baba naye mama naye sijui akili zake zikoje, na akili za baba, akili za mama kama za baba. Haleluya. Kwa hiyo unamkuta mtoto anaanza kuwa baba akiniambia subiri, au nikiwa nimeomba halafu sijapewa, basi natakiwa kusubiri. Na hivi ndivyo mwana wa Mungu unahitaji kuwa. Kile ulichokuwa umeomba Mungu ameshasema ndio, lakini wakati wa kupokea subiri. Bado ni kwa sababu unatakiwa kusubiri. Na ili upokee kilicho cha kwako ni lazima uwe na subira. Ukifosi ndo pale unakuta ushachukua kisicho cha kwako. Hawa wamepewa chakula, wako jangwani, hakuna dalili ya chakula kabisa, lakini chakula imeshuka. Halafu wanasema yani wamekula, wameshiba. Sasa ile si unajua kuna ile kula kila siku, yani wewe unakula kuku tu kila siku, kuku tu. Yani watu wengine wanatamani wakimwona mtu anakula kuku, hata kwenye TV, wakimwona mtu anakula kuku anatengeneza mate, yani jamaa anakula kuku. Yuko kwenye TV, jamaa na meza hello, yani watu wengine wanakula kweli. I say yupo anaona kwenye TV. Sasa hawa jamaa wameshakula mana, yani wameona sasa hii, yani kila siku tunakula hichi tu. Mwanadamu ni lazima uwe na tabia ya kuridhika na kushukuru katika kile ulichokuwa nacho kwa wakati ule, kwa sababu kwa uhalisia unasema ni kwa sababu ya pesa yangu. Hivi huyu Mungu asingekupa hela zingekuwa za kwako? Kwani hela za kwako za Mungu? Hela za kwako za Mungu. Sasa inapofikia wakati unaanza kusema yani unajua pale ndipo kwenye kiburi sasa. Hela zangu. Sasa Shadraki asiyekuwa na hela zake atashika dabi yake. Hela zangu. Hela zangu, mimi na hela. Mimi na hela. Mimi na hela. Wewe kama huna hela, shauri yako. Sikiliza. Yule wewe mwenye hela muombe. Mpe maarifa, wakati mwingine mpe maarifa au channel zinaitwa, si ndio? Mpe channel, mpe njia na yeye ya kupata pesa, awe na pesa. Akipata pesa atakushukuru, ile shukurani Mungu ataongeza baraka kwako. Sasa kuna mwingine akishakupa mwingine siku moja nikamtafutia mtu
kibarua naye akamtafutia mtu kibarua. Yani mimi nimekutafutia nafasi na wewe umemtafutia mwingine nafasi. Sasa wewe umemtafutia mwingine nafasi, basi anapopata pesa anaanza kujivishavisha, anaanza kupendeza. Halafu sasa wewe sasa ni shukuru. Pumbavu kabisa. Sikiliza, wewe ni daraja la mwingine, na makusudi ya Mungu kakuweka hapo kwa ajili ya wewe uwe kwa niaba yake. Anapotakiwa kufanya kitu fulani kwa fulani, upitie wewe, kupitia wewe fulani afanikiwe. Sasa wewe unaanza kusema yani kama isingekuwa mimi. Sio kama isingekuwa wewe. Kwanza mimi ukishanitafutia kazi mimi sikujui tena. Mimi namjua Mungu aliyekuweka wewe pale, mimi nikapata kazi, basi Mungu, yani sio lazima nje kushukuru. Mimi namshukuru Mungu. Mimi kushukuru wewe ninakujua. Mungu wewe ndo kakuweka hapo. Watu wengine wanaishi kwa kusema yani bosi wangu mimi ndo kila kitu. Boss is not everything. Everything is the top boss there. Yule wa juu ndiye top boss yule kule. Yule anayeamuru. Sasa unajua wakati mwingine unaweza kuwa unataka usinipe, lakini unaamuliwa kabisa, tena unaamliwa. Nakwambia hivi. Halafu ndo unakuaga wakati mwingine nataka unisalimia utaki. Yani ukiniona unasikia kichefu. Alafu Mungu anakuambia sikiliza. Leo nakwambia hivi, leo Shadrack hana hata 10,000. Wewe una 15,000 hizo hapo kampelekea 10,000. Na hii roho na hii pepo hili, toka kwa jina la Yesu. Nakwambia mpelekee 10,000. Toka kwa jina la Yesu. Wewe roho toka kwa jina la Yesu. Nakwambia Shadrack hana 10,000 mpelekee. Wewe unatakiwa umpeleke. Mimi kwa Shadrack mimi siendi mimi. Hii roho inatokea wapi? Kwa jina la Yesu. Mimi kwanza sasa hivi naenda zangu Stone Town. Unakwenda zako unafika Hamburu. Safari inabadilika, unaambiwa nenda kwa Shadrack wewe. Hamna hii roho gani? Kwa jina la Yesu toka. Unamkemea Roho Mtakatifu. Anakung'ang'ania mpaka unasema yani hii hapa kama ngoja nimpe tu boda. Boda hebu mpelekee Shadrack. Hata mtumishi wa Mungu hamna. Mpelekee Shadrack. Umekasirika eti. Kwani Yona ilikuwaje? Anaambiwa nenda kwa watu wangu, labda wanaweza wakatubu. Yeye anakuambia mimi sendi. Bishana na Mungu kabisa. Mimi nitakwendaje huko? Kwanza wale watu ni maadui zangu. Mimi nitaendaje? Mimi sendi. Utakwenda. Mimi sendi. Utakwenda. Mimi sendi. Utakwenda. Mimi sendi. Mimi naelekea huku kabisa. Yaani kaelekea huku kabisa. Mungu akamwambia sikiliza, usinitanie mimi Mungu hivyo. Wewe utakwenda huko, usinitanie mimi. Jamaa kaingia kwenye boti, alafu kenda kajificha kule chini. Haunaga kwa kujificha kwenye jicho la Mungu. Hakunaga kona kabisa ise. Hakunaga. Jamaa kajichimbia kule chini. Mungu akamwambia sikiliza, wewe mimi nipo kila mahali. Na mimi ndo Mungu, nimeumba kila kitu. Kila kitu ni mali ya kwangu. Sasa sikiliza. Akaleta upepo, ukapiga kile chombo pa. Jamaa akatupa mizigo. Jamaa upepo bado alo hapana. Ni lazima kuna kitu. Hata kama kuna panya huko, toa huko kila kilichomo kule. Kumbe panya ni Yona. Amekwenda kule, akakutikana yeye kalala kauchapa usingizi. Yeye anakimbia uso wa Mungu, lakini vumbi limetimka huku, jamaa huko hakutoshi. Wewe mbona umelala wakati si huku namna gani? Wewe nani? Mimi Yona ndo nani? Mimi bana nimetumwa na Mungu, Mungu kaniagiza, lakini mimi sitaki mpango wake. Ala, kumbe ndo wewe umetutia hasara. Basi nitupeni. Yani kashakata tamaa, yani hataki kule. Kashakata tamaa, mimi sendi huko, nitupeni humo. Basi bora samaki. Mungu alivyo waajabu. Kila kitu katika ulimwengu huu ni mali ya Mungu, na anaweza kukitumia chombo chake. Ndio maana anasema hawezi kufanya kitu kama hajakutumia wewe. Yona akasema nitupeni ili nife. Katupa mle ndani. Kutupa mle ndani Kiswahili kimenichenga kidogo. Ngabu ile hakunywa hata tonge moja. Hivi ni tonge la maji? Tone la maji. Hakunywa hata tone la maji. Yaani ile alivyotupwa kakutikana chumba kimemsubiri. Alafu akatulia. Sasa
siku ya kwanza. Wewe angalia Mungu alivyo wa ajabu. Mungu wa ajabu. Yaani tumaini lako ukilipeleka kwa Mungu bwana, wewe hakuna kupungukiwa wala yaani Mungu ni kuna mapito kweli utapita, lakini kwa Mungu raha wewe. Jamaa kakuta chumba kinamsubiri, afu kikaptuliza. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Siku ya tatu huyu jamaa, hivi mnafikiri alikuwa anakula nini? Huyu jamaa mnafikiri alikuwa anakula nini? Sasa hayo yeye anajua kule tumboni kwa samaki. Inawezekana kabisa hakufika kwenye tumbo la samaki, akabaki kwenye mdomo. Lakini yule alifika, maana maandiko yanatuambia samaki akamtapika. Kama angekuwa mdomoni, samaki angemtema. Sasa yule, maandiko yanatuambia samaki akamtapika. Kwa maana hiyo alikwenda kabisa, akafika mpaka kule kwenye kituo cha nyongo inapodondokea pale. Na nyongo ilivyokuwa ikidondoka, maana ilikuwa inadondoka, lakini yule alikuwa protected, alikuwa kwenye katenti fulani hivi. Wewe Mungu, wewe Mungu, yaani ukitaka kujua habari ya Mungu, wewe Mungu wa ajabu. Hivyo unataka kusikia kujua maana ya Mungu wa ajabu. Mungu wa ajabu anafanyaga vitu vya ajabu. Yaani ukiliweka tumaini lako kwenye Mungu wa ajabu kupitia jina la Yesu. Lakini nikwambieni kitu, kuna miungu wengi, kuna dini nyingi na madhehebu mengi, lakini dini isiyosema habari za Yesu, kuwa makini. Haleluya. Nisikilize nikwambie Yesu ni nani. Hapo mwanzo Mungu akaumba na akasema iwe ikawa, iwe ikawa. Alitumia nini hapo? Alitumia neno. Hapo mwanzo, kabla ya dini, kabla ya mitume, wala kabla ya manabii. Akasema neno likawa, akasema neno ikawa, akasema neno ikawa. Na huyu neno ndani yake kuna uzima. Na huu uzima ni Roho Mtakatifu wa Mungu mwenyewe anayetia uhai katika kila kitu. Na huyu ndiye aliyekuja kuzaliwa. Huyu neno aliyekuwa kwa Mungu ndiye aliyekuja kuzaliwa katika mwili, akaubeba mwili. Kwa hiyo Mungu aliubeba mwili. Na ndio maana wakati anaondoka yeye anasema, ninaondoka ninakuleteni msaidizi ambaye ni ahadi ya Baba, naye ni Roho Mtakatifu. Huyu atawaongoza, atawaelekeza, atawafundisha, atawaponya, atawatia nguvu, atawabariki. Yeye huyu, siwezi kukuacha peke yenu. Kwa hiyo Yesu ni Mungu katika mwili. Na huyu peke yake, sio kuna nabii wala kuna mitume, sijui kuna mtume wa kwanza, sijui mtume wa mwisho. Hakuna mtume wa kwanza wala wa mwisho. Aliyekuwa wa kwanza amesema yeye ni Alpha and Omega. Yaani yeye ndo wa kwanza na yeye ndo wa mwisho, ambaye ndiye tumaini lako wewe. Haleluya. Tumaini la kweli lisilosumbua ni Yesu. Tumaini la kweli linaloweza kufanya miujiza ya ajabu ni Yesu. Tumaini la kweli lisilo na wasiwasi ni Yesu. Na hili ndilo tumaini lako. Sasa kama kuna tumaini lingine, unajua kuna vitu. Hebu soma Zaburi 37 mstari wa 5. Tasoma cha Zaburi 37 mstari wa 5. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Haleluya. Mkabidhi Bwana njia zako, na ukimtumainia yeye atafanya. Haleluya. Sasa njia zako ni zipi? Maisha yako ya kawaida tu, we mkabidhi Bwana. Weka tumaini lako kwake. Jifunze kuwa na tabia zake.
yeye ni mpole, yeye hamtukani mtu. Lakini tumo makanisani halafu tunatukana watoto wetu wenyewe. Tumo makanisani hivi. Mama Angel, mara mwisho lini umemtukana mtoto? Sema tu ukweli. Kipengele hicho tumo kanisani humo. Lakini baba sikilizeni, tunahitaji sana kujifunza tabia za kimungu. Nisikilizeni, hivi mnajua kwa nini sisi tuko hapa? Soma katika kitabu cha Daniel sura ya 3 mstari wa 28. Soma kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 28. Yeah. Nebukadreza akanena akasema, na haimidiwe Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini. Hallelujah. Hapa huyu mfalme alikuwa ametengeneza sanamu. Sasa sanamu ziko nyingi tu. Kuna sanamu mtu, kuna sanamu pesa, kuna sanamu kazi, kuna sanamu nyingi tu, ambazo wakati mwingine, ndio maana napenda kusema hivi, unapokwenda kuomba kazi, mtu wa Mungu, kuwa muwazi. Kuwa mimi naomba kazi, lakini mimi ni Mkristo na naenda kanisani. Sasa wengine wakienda kuomba kazi, akiulizwa wewe Christian au Muslim, anakuwa Muslim. Kwa hiyo unaenda msikitini, unaenda kanisani. Usiende hata kanisani wala usiende msikitini. Wakati kule anakotoka kule alikuwa mwanakwaya. Lakini anapoomba kazi anaangalia yale mazingira, anaona nikisema mimi Christian, kazi hamna. Nikisema naenda kanisani, nitaambiwa wewe utataka kuwa unapumzika kanisani kwa kwenda kanisani. Kwa hiyo hapa bora niseme hata msikitini siendi na kanisani siendi. Halafu sisi tumeomba upate kazi, tumekuambia upate kazi, umekwenda kupata kazi, halafu wewe umekwenda kusema Muslim. Halafu tumefikiria wewe ukipata kazi utakuwa ndo sasa utatumika vizuri, halafu unasema mimi siendi kanisani wala siendi msikitini. Halafu baadaye tukikutana hapo, vipi mbona kanisani wewe? Kanisani siku hizi mwanangu nimepata ile kazi. Yaani bosi kisilani kweli. Yaani bosi hata hatoi ofu. Tena ameniambia niwe napumzika, lakini wanapumzika Jumatatu. Kumbe ni kwa sababu uliomba vibaya, ndio maana umepokea vibaya. Lakini nakwambieni kitu. Siku moja nimefundisha somo la imani. Binti yangu mmoja ametoka hapa Jumapili, ametoka Jumatatu asubuhi mapema, kafika humo ndani Zalum. Kafika kwa meneja ajira. Sasa alipita getini pale wakati kuna walinzi, mimi hiyo sijajuaga. Amepita mpaka moja kwa moja. Amefika akamwambia bosi, nimekuja kazi yangu tayari. Yaani kama kaiweka. Wewe mtoto mdato kweli. Kuna kazi yangu. Kuna kazi yako? Kwani wewe nani? Mimi waiter. Kamwangalia yule binti. Kamwangalia, kaona kama kadata fulani hivi. Okay, nitakujaribu. Umeona hiyo? Kajaribiwa ndo kakaa mle ndani kapewa kazi. Ndo kujaribu. Yaani katoka na imani yake, baba sikasema mimi mimi nakwenda zangu kuchukua kazi yangu. Kenda kachukua kazi. Imani hiyo.
Sasa ukimtumainia Mungu halafu ukaishi katika mazingira fulani, ndipo hapa unamkuta Shadraka, Meshaki na Abednego wakabadilisha mfumo wa mfalme kuwa ametengeneza sanamu watu waiabudu. Sasa imekuwa haifai isipokuwa kinaabudiwa. Sasa hivi amegeuzwa, ile sanamu haifai, anayetafutwa ni Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Taifa lote linatakiwa kumtukuza huyu Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Mfalme kabadilisha usemi, kabadilisha kabila, kwa sababu vijana wamesimama na msimamo wa kusema, sikiliza, huyu Mungu tuliye naye sio kiziwi, sio bubu, sio kipofu. Mungu wetu anasikia, Mungu wetu anaona, Mungu wetu anafanya, na huyu Mungu ndiye tunayekwenda kusimama naye. Tutamsimamia, tuingie kwenye moto, tuungue sawa sawa, yeye atabaki Mungu, tutatokea, yeye atabaki kuwa Mungu. Halafu baadaye jamaa naona hivi si tumetia watu 3 kwenye moto, sasa hivi ni macho yangu au hebu nisaidieni, mbona naona kama wako 4? Hujawahi kuwa peke yako, wewe siku zote uko na Mungu. Usije kukata tamaa ukasema sehemu fulani niko peke yangu. Wanaposema umekwisha, hujakwisha, ndo unaanza. Wanaposema umemalizika, hujamalizika, wewe ndipo safari inaanza. Wamesema umeshindwa, haijawahi kutokea Mungu wetu kushindwa. Wakasema tumemaliza pale msalabani, kwani walimmaliza siku ya 3 ndo kwanza. Yaani walipompeleka pale jamaa akazama. Funguo wake yule jamaa si alitoroka na ufunguo wake. Akasema sikilizeni, kuna kitu kinaitwa transit, ndo transit yangu hii hapa. Transit ni sehemu ya kupita alafu ukafika sehemu fulani. Transit hii ni transit. Jamaa akazama kule ndani, anambia sikiliza, ushikaji umeisha. Nipatie funguo zangu, mimi niondoke zangu, nipatie. Akachukua jamaa funguo zake. Siku ya 3 jamaa kageuka. Amegeuka ule ufunguo yuko nao, alafu amegeuka lile jiwe tena sio jiwe, hakuna mlango pale. Jamaa kageuka, jiwe likaondoka, bababam, ametoka maana. Kwa hiyo hajawahi kushindwa. Usije ukasema Mungu ameshindwa katika pale unapopitia. Mungu yupo. Haleluya. Mungu yupo, lakini anakuhitaji wewe. Una msimamo gani katika hilo unalolipitia? Unasimamaje? Haleluya. Simama na Mungu ili upate kumuona Mungu, ili Mungu apate kufanya mambo muhimu anayotakiwa kufanya kupitia wewe. Ni lazima usimame na tabia ya kimungu. Haleluya. Tunasimama tukiwa hapa, tunasimama kuimba. Siku moja na vijana wangu, siku moja tukaitwa Hamburu. Kulikuwa na uzinduzi wa radio gani, radio Tumbatu nafikiri. Tumeitwa ule mwaliko. Sikilizeni, yani kama unataka, maandiko mbona yamesema tu wewe kama unataka kuzini zini sana, wewe unataka kulewa lewa sana, yani lewa tu alafu usijifiche. Tumefika pale, vijana wangu mmekaribishwa. Sasa wengine naona nakimbilia, yani mstari 1 2 3, wengine wanarudi nyuma. Tatizo nini? Wengine wanarudi nyuma. Tatizo nini? Kumbe tatizo, tukija hapa sikuna ukuta ule kule. Tukija hapa tumeokoka. Tukitoka nje, yani tukiacha legeti pale, sio sisi. Sasa sikilizeni nikwambieni kitu, watu wa Mungu. Lakini uzuri wenyewe mimi nasema na wenye akili zao. Mimi Mungu kanipata wanajielewa. Haleluya. Hatuhitaji kuigiza. Kuigiza unachelewa. Kwani wewe hujui kama dunia ni tamu? Dunia tamu eti. Kaikule. Sasa unaigiza, unakuja kanisani na kihilizi. Yaani ushakuwa na maji ya upako tena unakuja kanisani. Wewe ushakuwa na maji yako ya upako unakuja kanisani kufanya nini? Unachelewa, kana upako wako huko.
Sasa una nakihirizi tena unakuja na kanisani. Nakwambia hivi, we kama unakuja na kihirizi, hicho kihirizi kishakufa kuanzia sasa. Yaani ni bora uamue kwenda na Yesu kuliko kuwa na kihirizi wakati umeingia kwenye mlango huu. Hiyo hirizi is dead. Nikwambie kitu, usichelewe. Usijicheleweshe. Umeruhusiwa kuwa, kama unataka kwenda kufanya zinaa, fanya sana. Tena sio kidogo. Umeambiwa fanya sana. Kama unataka kwenda kuupiga mtungi, kachape mtungi sana. Lakini anakuambia mimi nakuja haraka, halafu kama mwizi nakuja kumlipa kila mmoja ujira wake. Ana ujira mkononi, anakuja kwa yule aliye tayari. Sasa wewe sije uko tayari. Haleluya. Anamtafuta mtu mmoja ambaye amemua kujikana mwenyewe. Anasema jikane mwenyewe, alafu beba ule msalaba wako, alafu unifuate. Haleluya. Sasa msalaba wako ni hela? Msalaba wako ni uongo? Hicho msalaba wako ni uzushi? Manake wengine uzushi. Wengine ndio maana idara hazisimami. Hivi unafikiri kwa nini idara hazisimami? Idara nyingine, kuweni makini, idara nyingine inaweza kuwa idara ngono alafu ndio ziko kanisani. Idara ngono. Yaani vijana tukisimama sisi kwa mfano wana praise, tunaparamiana. Alafu ndio nakwambieni. Alafu ndo wanasifa. Wanasema akisimama hapa, Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuweni makini kuangalia macho ya watu. Ukimkazia jicho na tatizo nini? Kumbe pepo ngono hilo. Haleluya. Tukitafuta upako wa kiroho, Roho Mtakatifu ashuke. Roho Mtakatifu haonekani. Roho Mtakatifu akitaka kuja anaona hapa sipo, anakwenda zake anarudi. Kwa sababu kuna pepo ngono. Utakuta mwenye kinanda anaangalia huku, na huyu naye anaangalia huku. Akifika anapiga na hivi, anapiga na hivi. Kumbe upo leo. Unafikiri Roho Mtakatifu atashuka? Unafikiri Roho Mtakatifu atashuka? Tutamwona Mungu kwa staili hii? Hatuwezi. Sasa tunatakiwa tufanye kazi ya Mungu na Mungu. Haleluya. Yaani tunatakiwa tufanye kazi ya Mungu na Mungu. Na hicho ndicho Mungu anachokitaka, ujitoe kumtumikia ili akutumie wewe. Sio kama kuna mtu ananielewa. Yaani wewe umeongea, halafu mnatakiwa mwe mnafukuza kabisa. Ukimfukuza mtu asije akanifuata mie. Haleluya. Mnajua, msikilizeni, kuitengeneza huduma ni sisi. Ndio maana anasemaga sio sisi, tunasema anza mimi. Yaani anza kusimama mmoja, simama kama mimi ni mwana praise. Mnajua maana ya praise? Praise and worship ni kichwa cha huduma hii hapa. Sasa nyinyi kama ndo kichwa, unakuta ndio maana naongelea habari ya vinguo vyenu. Vinguo vyenu kwanza michinjo. Mkivaa mtu akiangalia, sikilizeni nikwambie, kwa nini wenzetu wanavaaga maguo marefu yale pale? Wanasema wanaficha mpaka maninja. Akikuangalia mtu akiangalia kigimbi kile, anaona wow. Ushamuondoa kwenye uwepo. Sika mnanielewa? Yaani mtu akiangalia anaona wow, alafu akisema ile wow, wewe unafikiri yupo ibadani huyu? Sasa tunatakiwa kumwabudu Mungu katika roho. Hebu tusimameni watu wa Mungu. Ayuna damu yaliyotoka humu, ayo unisafi na dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia. Sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii,
Kama kuna mtu yeyote anayeona ndani yake anataka kutengeneza na Mungu, ninaomba upite mbele tuombe pamoja. Kama unasikia ndani yako unahitaji matengenezo, pita mbele tuombe pamoja, na Mungu atakwenda kutengeneza na wewe.